Naam, habari za wakati huu na karibu tena, tuendelee kusikiliza na kuangalia yale ambayo yanaendelea sasa hivi ndani ya chumba cha mahakama kuu Dar es Salaam katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Tutaweza kusonga mbele na sehemu tulipoachia, lakini kuna jambo moja ambalo silifurahii. Wengi wa watazamaji mnatazama taarifa kabla ya kulike na kusubscribe. Mtazamaji, na kuomba tafadhali fanya jambo la busara, bonyeza alama ya like chini ya video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Tusonge mbele. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea na mahojiano yake baada ya kupitia kwa makini maelezo ya shahidi. Anaiambia mahakama kuwa sasa atahamia kwenye mstari tofauti wa kuhojiwa baada ya kumaliza kumtembeza shahidi huyo kupitia makosa ya maelezo yake ya polisi. Kadiri sauti inavyobadilika kutoka kwa ukinzani wa ukweli hadi uelewa wa kisheria, waamuzi wanatazama kwa makini, kalamu tayari. Timu ya mwendesha mashtaka inafuatilia kwa karibu. Shahidi anasimama ndani ya sanduku lililohifadhiwa la siri. Mheshimiwa Tundu Lissu anauliza kama kwa uelewa wa shahidi, kiongozi wa chama cha siasa anayetaka marekebisho kabla ya uchaguzi ni kosa la jinai. Shahidi anajibu swali la Tundu Lissu kwamba hajui. Tundu Lissu anafuatilia kwa kuuliza iwapo kusema uchaguzi utazuiwa yenyewe ni kosa la jinai. Tena shahidi anajibu kwamba hajui. Chumba cha mahakama kinanungunika kidogo kwa kutokuwa na uhakika unaorudiwa. Lissu anaendelea kuuliza iwapo shahidi huyo anafahamu sheria yoyote nchini Tanzania inayoharamisha kuzuia uchaguzi. Shahidi huyo anasema hajui sheria. Tundu Lissu kisha anauliza kama maofisa wa polisi waliwahi kumwambia kuwa taarifa hizo si uhalifu. Shahidi anakaa kimya kwa muda mfupi kabla ya kutoa jibu la moja kwa moja, waamuzi wakifuatilia kwa makini. Mahojiano hayo yanahamia mikutano ya Songea ambapo inadaiwa kuzuiwa na polisi. Tundu Lissu anauliza tena iwapo kusitisha mikutano hiyo ilikuwa halali. Shahidi anajibu kwamba hajui. Tundu Lissu anasisitiza zaidi akiuliza iwapo polisi wana mamlaka ya kuzuia mikutano ya kisiasa kabisa. Shahidi tena anasema hajui. Tundu Lissu anauliza iwapo mikutano hiyo ilitaarifiwa ipasavyo mapema. Shahidi anasema hajui. Lissu anamkumbusha kuwa awali alidai kushiriki kikamilifu katika uhamasishaji wa chama. Shahidi anakiri hilo, lakini anashikilia kuwa hajui maelezo ya kisheria. Tofauti inaonekana wazi katika chumba cha mahakama. Wakili wa utetezi kisha anarejelea fulana yenye kauli mbiu no reform no election, yani hakuna marekebisho hakuna uchaguzi. Anauliza ikiwa kuvaa shati kama hiyo ni kosa la jinai. Shahidi anasema hajui. Tundu Lissu anahamia kwenye kukamatwa kwake Aprili tarehe 20 mwaka uliopita wa 2025. Shahidi huyo anathibitisha kuwa alikamatwa kwa tuhuma za kushiriki maandamano kinyume cha sheria. Tundu Lissu anauliza rekodi ya mahojiano hayo ya polisi iko wapi? Shahidi anasema hajui. Kisha anauliza nini kilifanyika kwa mashtaka yanayohusiana na mkusanyiko unaodaiwa kuwa haramu. Shahidi huyo anaeleza kuwa walifikishwa mahakamani na kwamba kaka yake ndiye aliyemwakilisha. Chumba cha mahakama umenyuka kwa udadisi unaoonekana. Tundu Lissu anauliza iwapo kaka yake alishtakiwa badala yake. Shahidi huyo anafafanua kuwa kaka yake alishughulikia swala hilo kwa niaba yake. Tundu Lissu kisha anauliza swali nyeti la jinsi alivyobadilika kutoka kuwa mtuhumiwa katika kuandaa maandamano na kuwa shahidi wa serikali katika kesi ya uhaini. Shahidi anajibu kuwa hajui kilichotokea. Waamuzi wanatazamana kwa ufupi na mshangao. Upande wa utetezi unasisitiza zaidi ukiuliza ikiwa maafisa wa polisi waliahidi kufuta mashtaka yake ikiwa angetoa ushahidi katika kesi hii dhidi ya Tundu Lissu. Shahidi huyo anakanusha kuwa ahadi yoyote kama hiyo ilitolewa. Tundu Lissu anauliza moja kwa moja iwapo bado ni mwanachama wa chama cha upinzani Chadema. Shahidi anathibitisha kwamba yuko. Mvutano katika chumba cha mahakama unaongezeka. Tundu Lissu anauliza tarehe na mwezi kamili aliojiunga na chama hicho. Kabla ya shahidi kujibu, mwendesha mashtaka anapinga akisema kuwa kufichua maelezo kama hayo kunaweza kumtambua shahidi anayelindwa kupitia rekodi za usajili wa chama. Waamuzi wanajadiliana kwa dakika kadhaa. Chumba cha mahakama kinasubiri kimya. Hali ya anga inakuwa ya wasiwasi. Mheshimiwa Tundu Lissu anaeleza kuwa upande wa mashtaka unaonekana kutokuwa tayari, huku akieleza kuwa maelezo kamili ya shahidi tayari yanaonekana kwenye kielelezo cha D4 kilichokubaliwa.
Mwendesha mashtaka anapinga vikali sifa hiyo na anaomba mshtakiwa apewe tahadhari. Tundu Lissu ajitolea kufuta kauli hiyo, lakini anapinga kuonywa rasmi. Jaji kiongozi anamwagizia aendelee bila maelezo. Chumba cha mahakama kinalipuka kwa muda mfupi kicheko kabla ya amri kurejeshwa. Tundu Lissu aanza tena kuhoji kwa sauti iliyopimwa. Anauliza ikiwa shahidi huyo amewahi kutishiwa na kiongozi yoyote wa chama kwa kushirikiana na polisi. Shahidi anajibu kwamba hajafanya hivyo. Lissu kisha anauliza kama kuna mwanafamilia yoyote ametishiwa. Shahidi anajibu kwamba hakuna yeyote. Baada ya kubaini kuwa hakuna vitisho vilivyotokea, Tundu Lissu anatangaza kuwa hana maswali zaidi kwa shahidi huyu. Waamuzi wanaanza kuandika maelezo wakati ni takriban saa 7 na dakika 15 mchana. Kwa kawaida kipindi cha mapumziko, hali ya anga inahisi nzito lakini imedhibitiwa. Watazamaji wanajadili kwa utulivu kile ambacho wameshuhudia. Jaji anayeongoza anauliza upande wa mashtaka ikiwa wanataka kufanya uchunguzi upya. Wakili wa serikali Cuthbert anainuka na kuitaarifu mahakama kuwa hawana maswali. Jopo la majaji watatu watoa maoni kwa muda mfupi tena. Mikrofoni imewashwa tena. Shahidi anaachiliwa rasmi. Mwendesha mashtaka mkuu anaomba kuahirishwa kwa saa 1 kwa kesi hiyo ili kuandaa shahidi anayefuata. Mheshimiwa Tundu Lissu anaeleza kuwa hana pingamizi na hilo. Jaji msimamizi anayeongoza anakubali kuahirishwa kwa kesi hiyo kwa muda na kuagiza wahusika wote wakutane tena baada ya lisali 1. Kikao hicho kimesitishwa kwa muda huku chumba cha mahakama kikiondoa taratibu na kuacha hali ya kusubiri kitakachofuata baada ya mapumziko ya lisali 1. Mtazamaji, kesi hii sasa imesimamishwa na watu wote wameenda kwa mapumziko na wengine kupata chakula, na Tundu Lissu pia ameweza kusindikizwa nje ya mahakama kuweza kupata chakula cha mchana. Shahidi pia ametolewa na shahidi mwingine anatarajiwa kuletwa baada ya mapumziko haya mafupi ya lisali 1. Tukumbuke hii ni kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, kesi ya uhaini iliyopatiwa nambari 19605 ya mwaka uliopita wa 2025. Kesi hii itaweza kuendelea hadi tarehe 6 Machi mwaka huu 2026, ambapo hapo jana na hapo juzi kesi hii pia ilisikilizwa na bado itaendelea hadi uamuzi uweze kutolewa na majaji hao wote watatu wakiongozwa na Jaji Ndunguru. Mtazamaji, nikikamilisha ripoti hizi ni kufahamisha kuwa nitarejea tena baada ya muda mfupi na ripoti zaidi moja kwa moja ya kile ambacho kinaendelea ndani ya mahakama Dar es Salaam katika kesi hii ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Kwa sasa ninachokuomba tu ni bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii ili uwe kwanza kupokea ujumbe kila ambapo taarifa mpya zitaweza kujiri kutoka mahakamani. Kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.